Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, wewe unayeniangalia katika wakati huu, kwa kutumia muda wako kuweza kukutanika na kipindi hiki ambacho nimekiandaa maalum kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu. Mtumishi ambaye yuko mbele yako siku ya leo naitwa Pastor Edward Karokora. Ni mtumishi wa Mungu ambaye nimekuwa ninafanya kazi ya walimu nikifundisha kweli ya Mungu, kweli ya Kristo kupitia maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru tena kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo tunakutana kwa ajili ya vipindi vya mwangaza wa Kristo tuangaze. Hiki ni kipindi kizuri, kipindi cha maarifa, kipindi ambacho kinakupatia kuyajua mengi ya imani ambayo ulikuwa hujayajua, mengine ulikuwa unayajua, unaongezewa katika kuyafahamu. Na mengine pia inawezekana ukawa unayafahamu ukafurahi kwa sababu umekutanika na mwingine anayefundisha kwa ajili ya watu wengine. Mungu aweze kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba tukaweze kuwa pamoja katika kipindi hiki. Somo hili la pili katika kipindi hiki cha mwangaza wa Kristo uweze kutuangaza. Ni baraka tele na uzima, tukimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupatia siku ya leo kuwa ni njema. Somo langu katika siku ya leo na katika kipindi hiki ambacho hakika ukakumbuke ni kipindi kinajulikana kama mwangaza wa Kristo utuangaze. Mwangaza wa Kristo ukituangaza, sote tunafikia katika ule uzima wake. Somo ninaloenda kufundisha leo ni somo linalojulikana kama injili ya milele. Nini maana ya injili ya milele? Injili ya milele ni nini na ililetwa kwa ajili ya kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Injili ya milele tunaisoma katika kitabu cha Ufunuo, na injili hii ninayoizungumza hapa na ninayoanza kukufundisha leo ndiyo injili ambayo kwa wakati huu inatakiwa kuwa inafundishwa katika makanisa yote ya Kikristo. Hii ndiyo injili ambayo ingekuwa ndiyo habari ya mjini kwa wakati huu, ijapokuwa sasa haijafikia watu wengi na wengi bado hawajajua. Na ndio maana unaona sasa tuna mambo mengi katika kanisa ambayo wakati mwingine hayana maana yoyote, hayana maana ya kumleta mtu kuwa na imani, hayana maana ya kumleta mtu kumjua Mungu anayemwabudu, hayana maana ya kumleta mtu kujua kwa nini yeye yupo kama mwanadamu na kazi yake ni nini kuwepo hapa duniani. Wengi wamefikiri kuwepo hapa duniani ni kutawala na kumiliki na kuwa matajiri na kuondolewa magonjwa na kuona wanaitwa Wakristo tu bila kujua yaliyoko ndani yake. Sasa samani kwa hiyo injili hii inakuja kumfanya mtu kuwa mkamilifu. Injili hii inakuja kumfanya mtu kuwa mkamilifu. Kwa hiyo ndugu yangu, hebu jifunze, ukae karibu kabisa, uweze kujua mengi yaliyoko ndani ya injili hii, injili ambayo hakika inatuleta kwa Kristo. Injili hii kwanza ninapozungumza lazima uweze kuelewa. Wengi tunaposema injili hii ni injili ambayo haikuandikwa na mitume. Kwanza uelewe, injili hii haikuandikwa na mitume. Haikuandikwa kwenye zile injili 4. Maana tunaposema injili maana wetu walioenda shule wanajua tunaposema injili ziko injili 4 zilizoandikwa na Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Kwa maana hiyo ni kwamba hizi injili 4 hizi, kuna injili nyingine ambayo ilikuja kwa wakati wake na kwa majira yake, ambayo hiyo samani itanisame kidogo. Haleluya. Ni hali ya kawaida tu, kuweza kuweka kwa vizuri, utanisamehe. Kwa hiyo injili hii basi niko vizuri. Injili hii ni injili ambayo haikuandikwa na wale mitume wale wanne kama inavyosema kwamba injili 4 zile, lakini ni injili ambayo ilikuja baadaye sana.
ilikuja baadaye sana kwenye miaka ya kuanzia 98 hapo 90 kwenda mpaka 100 baada ya Yesu Kristo, ndio inakuja injili ambayo hakika ilitaka kutuingiza katika ule ufalme wa Mungu, kutukamilisha katika yote. Sasa injili hii tunaisoma katika kitabu kile cha Ufunuo. Ni injili ambayo iko katika kitabu cha Ufunuo, ile Ufunuo 14 mstari wa 6. Anasema hivi, anasema kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kila kabila na kila lugha na jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii imeandikwa kwenye Ufunuo wa Yohana kwamba kuna kuja injili ambayo inakuja na malaika akiwa ameishika, akitoka naye mbinguni, akija duniani kwa ajili ya kuwahubiri hao wanaokaa juu ya nchi, ambayo ni wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini injili hii inatoka mbinguni na kuja? Ni kwa sababu ni injili ya utimilizo wa Agano Jipya. Ni injili ya utimilizo wa kile Yesu Kristo alichokuwa amekifundisha. Hii injili ni muhimu sana kufahamika kwa kanisa, na kama haitofahamika kwa kanisa, kanisa linaweza likawa na hatihati ya kupaingia mbinguni, maana kile ambacho kilitakiwa sisi tukishike au tukijue, hatukukijua kwa sababu injili hii haikuweza kutufikia. Neema ya Mungu ilinifikia, nikaamshwa wakati ule, nikaamrishwa kwenda kusimamia na kuifundisha injili hii ya milele kwa mataifa yote na kwa lugha na jamaa. Ninajua si mimi kwamba Mungu amechagua kwangu, hapana. Inawezekana ikawa katikati ya watu wengi, kwa sababu dunia ni kubwa. Wengine wako England, wengine wako Swaziland, wengine wako Amerika ya Kusini, wengine watakuwa labda Nairobi, wengine watakuwa Australia, I don't know. Lakini ninachojua ni kwamba Mungu ameniamsha mimi kwa nafasi yangu. Ninasimama sasa kwa ajili ya kufundisha injili ya milele ambayo unajua kwa Tanzania hii kweli wengi hawajaipokea na hawajaijua na hawajaisikia. Sasa leo nimeamua nije nikwambie kwamba Bwana Yesu alipohubiri alikuja na ujumbe wote, lakini ujumbe huo ulikuwa umegawanishwa pande mbili. Kuna pande A na pande B. Pande A au pande A, Bwana Yesu alizungumza. Na kwa sababu wengi hawajui injili ya Yesu Kristo iko wapi katika kitabu cha Agano Jipya, kiko katika kitabu cha Mathayo, kutoka ile sura ya 5 mpaka sura ya 7. Pale ndiko kuliko na fundisho la injili ya Agano Jipya, injili ya utimilizo wa Torati, ambayo wasomi wengine wanaitambua kama hotuba ya mlimani. Ile hotuba ya mlimani, Bwana Yesu alipowachukua wale wanafunzi akakaa nao mlimani, akaanza kuambia kwamba ninyi mliambiwa hivi, lakini mimi nakuja kutimiliza. Haitakuwa hivyo, itakuwa hivi. Hapo ndipo palipokuwa na theme nzima ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo kupitia ile injili upande A aliyokuwa ameubeba. Akafundisha kwa miaka 3 hiyo na nusu aliyokuwepo hapa, lakini kuna injili akuizungumza. Ninapenda ujue, na ulikuwa hujajua, sasa napenda ujue, sio Yesu Kristo alizungumza yote aliyokuwepo nayo. Aliacha injili fulani ambayo inavyoonekana kama ukitafakari kiroho, unaiona ni injili moja yenye thamani kubwa sana, yenye upako mkubwa, yenye aina yake. Kwa sababu gani nasema hivi? Hebu twende pamoja katika Ufunuo, sio Ufunuo, ni Fungua kitabu cha Yohana 16 ule mstari 12 na 13. Yohana 16 12 15. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 16 ule mstari wa 12 na 13. Bwana Yesu anasema hivi: hata bado nikali, ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa.
Bwana Yesu anasema, anawaambia wanafunzi wake aliokuwepo nao wale 12 na wale wengine waliokuwa wamemfuata baada ya 12 kwamba bado anayo mengi, aliyosema ni machache. Kwa hiyo Marko, Luka, Mathayo na Yohana waliandika machache, walisikia machache. Mengi yaliyokuwa anayo Bwana Yesu alishindwa kuyasema, alishindwa kuyazungumza, alishindwa kuwafundisha. Niulize, kwa sababu gani? Yeye mwenyewe anasema, anatoa jawabu. Anasema ni kwa sababu wakati ule wa mitume wasingeweza kuyastahimili. Sasa unaweza kujiuliza, hii ni injili gani ambayo mitume aliyokuwa wamewachagua akina Petro na akina Bartholomayo walikuwa hawana uwezo wa kuistahimili? Ilikuwa ni injili yenye kina gani? Yenye uzito gani? Ilikuwa ni injili yenye mapana gani? Ilikuwa ni injili iliyobeba nini hata wenzetu wale washindwe kuhimili, washindwe kuistahimili? Na ndivyo ilivyokuwa. Yule ni Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, anajua kwamba walikuwa wana uwezo wa kustahimili wakati ule. Kwa maana hiyo, injili yote tunayosoma, Bwana Yesu asifiwe, iliyoandikwa na Mathayo na Luka na nini, ni injili iliyokuwa ina kweli, lakini ilitakiwa ikamilishwe na injili ambayo Bwana Yesu akuizungumza wakati ule. Na akaweka ahadi gani? Hebu tuone. Akasema ule mstari wa 13. Akasema, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaingiza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Anasema atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Bwana Yesu, kumbuka, ni kweli. Yohana 14:6 unaweza kujua hiyo. Yeye ndiye kweli, yeye ndiye uzima kweli, yeye ndiyo kweli, haki na uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye kweli, lakini anasema atawaingiza kwenye kweli yote. Ina maana unaweza ukawa unajua kweli kama mtumishi wa Mungu, umeokoka, wewe ni mchungaji, nabii, mtume, wewe ni mwalimu, wewe ni umeokoka muda mrefu, mwaka 60, mwaka 70, wewe unanena kwa lugha, wewe umejazwa, umebatizwa, lakini hayo anasema unaweza kuwa nayo, lakini iko injili ikija, inakuja kukuingiza katika kweli yote. Hiyo ulionayo ni kweli kabisa kabisa, ulionayo ni kweli. Unamjua Yesu, ni kweli. Unamfahamu kwa sehemu yake, ni kweli. Lakini kuna kitu kinatakiwa kije kikuongezee maarifa, uweze kutoka katika stage uliopo ya ufahamu uingie katika stage nyingine. Ndio maana katika Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Ni maarifa tu yanaweza kukufanya ukaingia hata katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, injili hii ya milele ambayo naifundisha siku ya leo ni injili ambayo kazi yake kubwa ni injili, kwanza ni injili ya siku za mwisho. Ni injili ya siku za mwisho. Nitakapofika kufundisha somo la siku za mwisho, nisikilize vizuri. Nitakuwa ninafundisha kupitia injili hii uweze kuelewa. Lakini naanza kukupa tu, ukisoma Mathayo 24 ule mstari wa 14, unaweza ukagundua kuna injili inazungumzwa pale. Lakini ile injili inayozungumzwa pale, anazungumzia baada ya kutokea hayo mambo, hata mafalme na falme kupigana na misukosuko itakayokuwepo. Lakini mstari wa 14 anasema tena habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kwa mataifa, kwa ulimwengu wote. Sasa kile kinachotajwa pale ni injili ya milele, ni injili ya watakatifu wa siku za mwisho, kwa sababu wakati ule majira na wakati yatakuwa yamewadia, lakini watu wangehitaji kusikia kweli yote ili waingize katika ule ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, nisichukue muda wako mwingi sana kwa ajili ya kipindi. Ninaenda kusema kusudi kubwa la injili hii. Kusudi kubwa la injili hii
yako makusudi 10 na kila kusudi lina somo lake. Kusudi la kwanza ni kutangaza kwa mataifa yote kuwa saa ya hukumu ya Mungu imekuja na ipo ulimwenguni. Saa ya hukumu ipo tayari. Ukisoma Ufunuo 14:7 na ukisoma katika ile Yohana 4:20 na 3:24 anasema saa inakuja na hiyo saa ipo. Saa inakuja. Hiyo saa inakuja na hiyo saa ipo ina maana moja, lakini katika tafsiri mbili tofauti. Saa inakuja kwa kumaanisha inakuja, ambaye ndio Roho Mtakatifu, ambaye ukimsoma katika hiyo Ufunuo 14 anasema maana saa yake 14:7 anasema mcheni Mungu na kumtukuza maana saa yake imekuja. Hiyo saa yake imekuja inazungumzwa na Bwana Yesu katika Yohana 4:23-24 pale anasema saa inakuja. Lakini hapa anakuambia saa ipo. Sasa hapo panahitaji ufahamu tu, na majira yanakuja ambako nitakuwa ninafundisha maeneo hayo. Lakini hasa kubwa la kusudi la injili hii ni kutangaza kwa mataifa yote kwamba saa ya hukumu yake imekuja, ambayo saa ya hukumu ni Roho Mtakatifu. Ndio maana unaona Bwana Yesu anasema mtu akimkufuru Roho Mtakatifu hawezi kusamehewa, kwa sababu huyo ndio saa ya hukumu. Ukishamkosea yeye, ukakataa injili yake, ukakataa mafundisho atakayokuja kuyafundisha, kwa sababu yale ndio yanayokuingiza katika kweli yote. Iwapo utakuwa umekataa au kuyachukua, ukatekwa katika dini, vifungo vya dini na udhehebu na huduma na umitume na manabii na wainjilisti na walimu na wachungaji, kwa namna ya tafsiri ulivyopokea wewe. Sasa anasema ukisha kufuru hapo huwezi kusamehewa katika maisha ukiwa hapa duniani na hata huko mbinguni. Kwa hiyo hii saa ya Roho Mtakatifu ni saa ni muhimu sana, na ambayo unatakiwa kuishika na kuweza kuifahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 2 ya kusudi ni kukusanya wateule. Hii injili inakusanya wateule. Kwa mfano kama wewe mwenzangu unayesikiliza injili hii, unaweza ukaanza kufanya. Mimi ninavyoamini, najua wewe umekwisha kuitwa kama mteule, isipokuwa tu wateule ni wale watakaokubali. Lakini unaweza ukawa umeitwa ukakataa. Nasema wengi, hakuna mtu anayeweza kuingia katika ufalme wa Mungu asipoletwa na Baba au asipoitwa na Baba. Umeitwa, lakini kuchagua hiyo ni yani, kama kanavyosema katika Kumbukumbu la Torati ile 11:29 kama sikosei pale. Kumbukumbu la Torati sura ya 11 mstari kama sura 29 utakuwa ni 26. Anasema Mungu ametuwekea mbele yetu laana na baraka. It is just wewe mwenyewe kuamua. Wewe mwenyewe unaamua kwenda kwenye haki au unaamua kwenda kwenye dhuluma, unaamua kwenda kwenye kweli, unaamua kwenda kwenye uongo, unaamua kufuata injili ya wakati ama kufuata ili mradi unahubiriwa. Kwa hiyo ni wewe tu, lakini hii injili ipo kwa ajili ya kuwakusanya wateule. Ndio maana unaona katika maudhui yake au katika misheni yake inasema twendeni, inatuagiza twendeni kwa ulimwenguni kote. Inasema malaika alikuwa na injili ya milele katikati ya mbingu akishuka nayo, hawahubiri au wakao juu ya nchi, kila kabila, taifa, lugha, jamaa, kila ulimi na kila sikio liweze kusikiliza habari hii. Ndio maana anasema huo mwisho hauji mpaka kila mmoja aweze kufunuliwa na kusikia ile injili ya siku za mwisho, ambayo ndio injili naifunua sasa hivi, ambayo Bwana ameleta na kupitisha kwangu kwa ajili ya watu ambao nitawafikia. Na bado huo mkakati upo wa Mungu, najua afungu na hakuna anayempangia, na atafunua na wengine, atainua na wengine, na wewe unayesikia unaweza ukaibeba ukaanza kuitumia ukaanza kufundisha wengine, na sote tukaenda kufanyika kuwa katika umoja wa imani kama tunavyofundishwa katika ile Efeso 4 ule mstari wa 11, 12 na 13 pale. Anasema lazima sote tukue, tufikie katika ule umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu. Hapo ndipo tunapoweza kufikia katika viwango vilivyo vizuri zaidi. Na hata ukisoma katika ile Efeso 4 mstari ule wa 5 kuanzia ule wa 4 anazungumzia habari ya kanisa kwamba lazima liwe mwili mmoja, liwe limepokea roho mmoja, katika wito mmoja, watumaini moja, lakini lazima tuwe na ubatizo mmoja, lazima tuwe na imani moja, lazima tuwe na Mungu mmoja. Haiwezekani kwa huyu anaongea hivi, huyu anaongea hivi, tena tukasema tuna kitu cha pamoja. Huo bado hujafika katika ule umoja wa imani. Sasa tunapofika, wale watakaofikiwa na ile injili itawaleta kuingia katika ule umoja wa imani. Kwa hiyo hapata kuwepo sasa mimi ni Mwadventista, hapata kuwepo mimi ni MTAG, hapata kuwepo mimi ni Mennonite, hapata kuwepo mimi ni Presbyterian, hapata kuwepo mimi ni MRC, hapata kuwepo na kanisa, hapata kuwepo na wateule ambao wale wanamwamini Mungu mmoja ambaye amewatokezea katika injili hii ya milele, na wameyajua mengi ambayo walikuwa hawajajua hapo awali. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3,
Namba 3 ni kujenga upya mwili wa Kristo uliobomolewa. Soma katika Wakorinto wa kwanza sura ya 12 mstari wa 12 mpaka 23. Kanisa limebomoka. Kanisa la hapa na hapa waelewani, huku na huku hawaelewani. Huyu na huyu wamepelekana mahakamani, huyu na huyu wamesalitiana, huyu na huyu wanapigana ngumi kwa sababu ya sadaka. Sasa badala ya kuwa mwili mmoja, kanisa linapobegenuka, lazima hije injili itakayoenda kuambia ninyi mnayofanya sio sahihi, bali mrudi katika ile kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana. Hilo ni jambo la muhimu sana kuweza kulijua na kulizingatia, na ndio kusudi la injili hii. Namba 4, kuliondolea kanisa vifungo na kuliweka katika uhuru uliokwisha kwako. Leo hii kanisa limefungwa katika vifungo vya dini na udhehebu na huduma na ubaba wa kiroho. Mimi baba wangu wa kiroho, tutakuja kufundisha mambo hayo. Matoleo na sadaka, watu leo hawaombewi mpaka utoe kiasi gani cha pesa ndipo unaweza kuombewa. Hiki ni kifungo pia. Ndoa na talaka, lazima watu wafikie mahali pa kujua ndoa ni nini na talaka nini, na ruhusiwa iruhusiwi. Tutafika hapo kwenda kuzungumza. Sheria na neema, lazima watu waweze kutoka katika sheria. Watu wanaambiwa ni waniseme mfano gani? Mtu asiposali siku fulani atakuwa amemtenda Mungu dhambi. Hiyo ni kifungo cha sheria. Usipojipaka majivu hapa hutaenda mbinguni. Hicho ni kifungo tu, kwa sababu tu ya mazingira na doctrine ambayo iko eneo lile au dini hiyo inaikubali. Lakini katika ule ukweli wa Mungu, Mungu alikuja kutoka katika uhuru, na uhuru lazima tuelewe ni uhuru gani. Ni uhuru unatuweka katika mipaka ipi na unatuondoa katika mipaka ipi. Kwa hiyo lazima tufike mahali tuweze kuyaelewa. Kuna kuwepo chapa ya mnyama. Kifungo cha chapa ya mnyama. Watu wengi hawezi kujua habari hizi, lakini chapa ya mnyama ipo, na ipo kwenye makanisa sasa hivi right now ninapoongea na wewe. Imeshapigwa watu ndani ya makanisa, imeshapigwa ndani ya watu ambao wako ndani ya makanisa. Lakini hii chapa lazima ujue ni chapa gani, inachapwaje. Maana katika vyuo tunaambiwa bado huyo mpinga Kristo hajaja, eti mpinga Kristo hajaja atakapokuja. Hivi kuna mpinga Kristo zaidi ya Lucifer? Kuna mpinga Kristo zaidi ya shetani? Yaani maana kutazaliwa kitu kingine ambacho kinaitwa kupinga Kristo. Lack of knowledge. Ni vyuo tunaenda kuvisoma kwa sababu imetoka. Lazima tuchunguze na watu wanaoleta hivi vyuo, mitaala ya chuo, wana upana wamefunuliwa kiasi gani. Sio kila kitu kikitoka Marekani kanisa mnachukua. Mitaala yote hapa imetoka Marekani. Marekani ndiko Mungu alikofunua watu wenye akili tu. Afrika ni watu wakandamizwa katika maarifa kila wakati, kila mara. Ifike mahali sasa tuweze kujua ukweli. Hivyo ni kanisa litolewe kwenye vifungo. Namba 5, nuru wa Kristo ufundishwe na kupokea roho wa kweli, kujazwa Roho Mtakatifu. Sio kujazwa Roho Mtakatifu mpaka upandwe na mizimu. Sasa kweli unajaribu kuangalia kama umekaa upande ule wa watu wenye akili, watu wenye unaofahamu. Unajaribu kuona hivi Roho Mtakatifu akimwingia mtu anakuwa kama mnyama. Sura inalia. Anadondoka chini anajigaragaza sana huyu mchungaji, kwa sababu naye hana maarifa katika unani yake na tayari anachapa. Anamwambia huyu ndio Roho Mtakatifu. Mungu akubariki katika somo hili. Nitakuja kumalizia katika vipindi vingine. Katika jina lake takatifu Yesu na kuweka mikononi mwa Mungu. Mungu akubariki, Mungu akulinde, Mungu akuinue, na mazingira yote ya siku ya leo yakawe ni mazuri kwako. Nimeishia pale kwenye vifungo. Nitaanzia namba 5 tena kuendelea kwa ajili ya muda wa kipindi. Katika jina lake Yesu naomba na kuamini. Amen.